Nasoma neno la Bwana katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume, Acts of Apostles, chapter 12, and I will be reading from verse 1. Now, about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church, and he killed James the brother of John with a sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Verse 7. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Guard yourself, and bind on thy sandals. And so he did. And he said unto him, Cast your garment about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but he thought he saw a vision. Ningetaka leo nikufundishe neno la Bwana. Nataka nizungumze na watu kwa dakika kile chache ambazo Bwana atanipa kuwa nani. Biblia inasema kwamba kitabu kile cha Matendo ya Mitume kifungu cha 12 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, na siku zile Herode akanyoosha mkono wake. Leo hii nataka nikuambie, ajalishi ni Herode gani ambaye amenyoosha mkono wake kinyume na wewe. Amen. Maherode ni wengi katika siku za mwisho, lakini haijalishi ni Herode mgani atakayenyoosha mkono kinyume na wewe. Haijalishi ni Herode mgani. Amen. Haijalishi ni Herode mgani anayenyoosha mkono wake kinyume na wewe. Biblia inasema siku zile Herode akanyosha mkono wake. Aliponyosha mkono, akamshika Yakobo nduguye Yohana, akamchinja kwa upanga, akamuua. Historia ya kanisa ya mitume inatuelezea kwamba kanisa lilikuwa la watu walioomba. Hivyo Yakobo alikuwa mwombezi sana, na alikuwa na imani naye Mungu. Hivyo alivyowekwa katika pipa ama drum ya mafuta yaliyochemuka ili achemushwe kama mifupa, akawekwa kwa mafuta yaliyokuwa yametokota kwa moto, lakini hakuchomeka. Nataka imani iliyo na nguvu. Amen. Alipoona kwamba mafuta hayamuwezi mtumishi wa Mungu, Herode akatumia upanga, akamkata shingo, akamchinja kama kuku. Na Biblia inasema mstari wa 2, akamuua Yakobo nduguye Yohana kwa upanga. Na hili jambo likawafurahisha Wayahudi. Akanyosha tena mkono wake, akamshika Petero. Leo hii nimekuja kuongea na mapetero katika nyumba ya Bwana. Wewe ni Petero, hata kama wewe ni mama, lakini leo nakuita jina la Petero. Leo hii Petero atatolewa kwa mikono ya Herode. Biblia inasema kwamba akamchukua Petero, naye akamweka jela, akiongojea siku moja ya kumfanya jinsi alivyomfanyia nduguye Yohana ambaye alikuwa anaitwa Yakobo. Na alipomweka kwenye jela, Biblia inasema kanisa likaomba pasipo na kukoma
kwa ajili ya Petero kwake Mungu. Nimekuja nikuambie, kama kuna kitu kitatendeka kwa kanisa, lazima pawe na watu wamehusika katika maombezi. Ikiwa kuna revival kubwa itakayoshuka, lazima kuwe na watu wamehusika katika maombezi. Mchana wa leo ninataka niwatie moyo wapendwa, niwaambie, ikiwa kuna watu wanaomba, kuna Mungu anasikia na kujibu maombi. Petero akawekwa kwenye jela. Alipowekwa kwenye jela, wapendwa, wakafunga na wakaanza maombi, wakafungua minyororo ya shetani. Nataka uelewe, Herode hakuwa mcha Mungu. Utawala wa Herode ulikuwa ni utawala wa dunia. Herode alipigana na nguvu za Mungu. Herode alizuilia kanisa kuhubiri Injili. Herode hakutaka kusikia jina la Yesu likitajwa. Sababu ile Herode alikataa kutambua Yesu ni kwa sababu gani? Maana Herode aliabudiwa na Waroma, walimtambua kama Mungu. Naye Yesu amekuja anatambuliwa na Wayahudi, wanamuita mwana wa Mungu, wanamuita Yesu atakayekomboa watu wake kutokana na dhambi zao. Hivyo Herode hakutaka kusikia kuna mfalme mwingine mahali popote ambako ameinuka. Hivyo kuinuka kwa Yesu kukawa ni kitisho kwa Herode. Wakati ule wanafunzi wanamtangaza kama mfalme wa wafalme, Herode hataki habari hizo, hivyo akainuka kinyume na kanisa. Leo hii shetani akupendi, maana shetani sio ndugu yako. Shetani hakupendi, maana yeye sio rafiki yako. Shetani ni adui yako usiku na mchana. Ukiwa unampinga, ukiwa umpingi, ukiwa unamkemea, ukiwa umkemei, yeye atabakia kuwa adui. Hata ukimpikia chai shetani atamaliza kunywa chai na ataanzana na wewe. Hivyo nataka nikuambie leo, kanisa la Bwana lina upinzani mwingi sana. Wamama wana upinzani mwingi, wazee wanapigwa sana, wale watu wacha Mungu wana vita vingi ambazo zimewazunguka. Kwa sababu gani? Ya ufalme wa Mungu wanaowakilisha. Petero alipowekwa kwenye jela, Biblia inasema watu wakaitana, wazee wakachukuana, mitume wakaanza maombi. Walipoanza maombi, vitu vikaanza kufanyika. Leo hii, mchana wa leo, kuna maombi tutaomba. Kabla uchaenda nyumbani, kuna maombi tutaomba. Maombi ya fujo, maombi ya kuvunja minyororo ya chuma, maombi ya kuvunja malango ya vyuma, maombi ya kuvunja laana, maombi ya kutangaza mbingu iliyo wazi. Tutayaomba hayo maombi leo hii. Nataka watu waseme amen, waitikie vizuri. Biblia inasema kwamba wakati ule walipoanza maombi, mstari wa 7 kifungu cha 12 cha kitabu cha Matendo ya Mitume, maandiko yanasema, and behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. Biblia inasema, na tazama, malaika wa Bwana akashuka katika ile gereza. Ninataka nikuambie, kila mtu ana gereza yake. Gereza yako ni tofauti na ya mtu mwingine. Ndoto yako mahali imefungiwa kwa gereza ni tofauti na maono ya mtu mwingine. Kuna mtu anang'ang'ana kifedha, kung'ang'ana kwako kwa kifedha ni tofauti na kwa mtu mwingine. Kila mtu ako na prison yake. Na ndio naona hata hapa Kenya kuna prison inaitwa ya Kamiti, kuna prison ya Manyani, kuna Naivasha prison. Kila maeneo yako na prison yake, na kila prison imefungwa wafungwa wa mashtaka tofauti. Bwana sifiwe.
Petero akiwa kwenye jela, akiwa amewekwa minyororo ya chuma, amefungwa mikono na amefungwa miguu, Biblia inasema kwamba malaika wa Bwana akashuka. Ninataka uelewe ya kwamba kila mtu ako hapa ako na malaika wake wanaomshughulikia siku za mahitaji. Kila mtu ana malaika. Ili jengo limejaa malaika, nyuma yako kuna malaika wako, malaika wanaokutembelea na kukulinda. Maana Biblia inasema malaika ni roho wanaotuhudumia. Angels are the ministering spirits. Na kila mtu wako hapa kuna malaika anayemlinda. Uko na malaika wako mama, uko na malaika wako mzee, lakini kama malaika wako hautampatia kazi, atabakia amekaa bila kazi. Usilale. Haleluya. Petero akiwa pale, malaika wa Bwana akashuka. Aliposhuka, alishuka na nuru ya ajabu. Mchana wa leo nataka uelewe, wakati ule Mungu anakutembelea, nuru yake ya ajabu itaangaza kila giza, itatoweka. Mahali kuna nuru ya Bwana itamulika, nguvu za uchawi zitakuwa wazi. Nuru ya Bwana ikija mahali itamulika, itaona kitu kilicho mbinguni. Nuru ya Bwana itakaposhuka, hakuna kitu kitabakia kimefichwa. Hiyo nuru iliposhuka tu, Biblia inasema kwamba minyororo ikatoka mikononi mwa Petero. Biblia inasema and the light shined in the prison and he smote Peter on the side and he raised him up, saying, arise up quickly, and his chains fell off from his hands. Mchana wa leo utatoka mahali hapa minyororo imeanguka mikononi. Utatoka hapa ukiwa na uhuru wa kutumikia Mungu. Utatoka mahali hapa ukiwa na amani ya moyo wako. Wale ambao mnanisikiza mkiwa nyumbani, Mungu atawatembelea mahali mko. Malaika wa Mungu atawashukia nyumbani, atawakomboa kutokana na minyororo ya shetani. Biblia inasema nuru ya Bwana ikashuka. Ninakutangazia nuru ya Bwana ikushukie mchana wa leo mama. Haijalishi katikati ya giza uliokaa, haijalishi uzito wa giza uliokuzunguka na kukukalia, lakini mchana wa leo kuna nuru ya ajabu itakayoenda kuangaza katika hiyo nyumba yako. Unaona umefika mwisho, maisha yako yamefika kingoni, ukifungua macho unaona giza. Leo kuna nuru ya ajabu inashuka katika hiyo boma, inashuka katika maisha yako, inashuka kwa njia zako, inashuka kwa biashara yako, inashuka kwa watoto wako, inashuka kwa kazi zako, inashuka kwa maisha yako. Na hiyo nuru inaposhuka, inashuka na nguvu za kuvunja minyororo. Nataka uelewe kitu hapa. Minyororo aliyofungwa Petero ilikuwa na kufuli, hivyo ingefunguliwa. Lakini wakati malaika aliposhuka, hapa kuhitajika ufunguo wa kufungua kufuli iliyokuwa ndani ya minyororo. Mchana wa leo kuna vitu ambavyo vimekufunga, lakini nuru ya Bwana itakushukia na hizo kufuli za shetani zitaanguka zenyewe. Kuna vitu vitakuachilia vyenyewe, kuna maradhi yatakuondokea yenyewe, kuna laana zitaondoka yenyewe, kuna mateso yataondoka yenyewe. Maana nuru ya Bwana ikiangaza, giza lazima itatoweka. Ufalme wa shetani uko katika taabu kubwa. Nguvu za wachawi ziko kwa shida, wanaokuendea kinyume wako kwa shida, wanaokutakia kuporomoka wako kwa shida. Maana nuru ya Bwana ishashuka. Hii nuru ya Bwana ikishuka, haihitaji kuzuiliwa. Hakuna mlango utakaozuilia nuru ya Bwana, wala dirisha wala jumba. Nuru ya Bwana itaingia mahali uko. Nuru ya Bwana haikuingia mahali maadui wako, iliingia mahali Petero ako. Na neno la Bwana linasema hivi,
Mstari wa 8. And the angel said unto him, Guard yourself and bind on thy sandals. And so he did, and he said unto him, Cast your garment about thee, and follow me. And he went out and followed him, and he did not know that it was true which was done by the angel, but he thought he was in a vision. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord. Walipofika kwenye mlango wa chuma, Biblia inasema huo mlango ukawafungukia wenyewe. Mlango wa chuma ukafunguka bila funguo. Mlango wa chuma ukawafungukia Petero na malaika wake. Mchana wa leo kuna milango ya chuma ambayo itakufungukia bila kung'ang'ana. Ningesema a very big amen. Mlango hawakutumia nguvu za kufungua, wala Petero hakuwa na ufunguo mkononi, wala malaika hakuwa na ufunguo, lakini uwepo wa nguvu za Mungu kupitia kwa malaika ukafungua milango ya chuma. Leo hii Mungu atakufungulia milango ya chuma. Mungu atakufungulia milango mbele zako. Kuna milango itafunguka. Biblia inasema kwa kitabu cha Isaia 45, hivi ndivyo anavyosema Bwana kwa Koreshi masihi wangu, nimshikaye kwa mkono wa kuume. Maandiko yanasema kutiisha mataifa mbele zake, na kufungua viuno vya wafalme, na kufungua malango mbele zako, na malango yako hayatafungwa. Mstari wa pili, nitaenda mbele zako, nitasawazisha mahali palipo kombo, na nitavunja malango ya chuma, na malango ya chuma yatakatwa vipande. Na mstari wa 3 unasema, na nitakupa mali iliyofichwa kwenye giza. Ninakutangazia mchana wa leo, milango inakufungukia. Kuna mambo ambayo haugeyafikia kwa uwezo wako. Kuna vitu haungevipata kwa hekima yako, lakini kwa uwezo wa nguvu za Bwana milango inakufungukia katika jina la Yesu. Milango ya chuma ni nini? Mlango wa chuma ni yale maisha umejaribu kuyaishi mazuri, lakini imekufungia. Umejaribu kuishi maisha ya ushindi, lakini imekataana. Amen. Bwana asifiwe. Ambia aliye karibu, milango ya chuma inafunguka leo hii. Mwambie milango ya chuma inafunguka. Mwambie mlango wa pesa unafunguka. Mwambie mlango wa kwenda ng'ambo unafunguka. Mlango wa kujenga ploti zako unafunguka. Maisha yako yatabadilika. Mwambie maisha yanabadilika. Mwambie Bwana wa uzima atakubadilisha maisha yako. Biblia inasema mlango wa chuma kwa wafungukia. Ninakuombea mchana wa leo, huo mlango ambao umekataa kufunguka, huo mlango wa kifedha ambao unakani wa chuma, ninakuombea ukafunguke wenyewe. Umezii watu ya kutosha, umefuatana na watu ya kutosha, umejaribu watu wanakuangusha, lakini wakati mmoja Mungu akutumia malaika wako ana uwezo wa kufungua milango ya maisha yako. Ninakuombea katika jina la Yesu, utaenda kiwango kingine. Utatoka mahali pa chini, utapanda mahali pa juu. Utatoka mahali pa giza, utaenda mahali pa nuru. Macho yako yafunguke. Yanapofunguka utaona vizuri. Biblia inasema milango ya chuma inayoingia katika mji. Ninakuombea milango inakuongoza kwenye mji wa baraka, milango inayokuongoza kwenye mji wa amani, milango iliyo mbele zako. Itakapofunguka, au utaishi maisha ya kijiji, utaishi city life. Maana Biblia inasema that
that gate, metallic gate that leads to the city, mulango unaoelekea kwenda mjini. Mungu anakutakia mema mpendwa, Mungu anakutakia kuinuka. Wale watu wanaongojea uanguke chini, wataongojea watachoka. Wale watu wanaongea kinyume na wewe, wataongea watachoka. Wale wanatamani waone umeshindwa, wataongojea watachoka. Wale watu wanakuchukia, wataongojea watachoka. Ninakuombea kwa jina la Yesu, kila aina ya jela uliofungiwa mchana wa leo, tunatoka kwa jela. Kuna watu wamefungiwa kwa jela. Pale jela hakuna usingizi, pale jela hakuna amani, pale jela hakuna chakula kitamu. Lakini leo tunatoka jela. Ambia aliye karibu unatoka. Angalia mtu aliye karibu, mwambie unatoka. Mwambie unatoka jela. Unatoka jela ya umasikini, unatoka jela ya kuchukiwa. Kuna watu wanachukiwa, unachukiwa na kila kitu. You are rejected by everything. Akadari ikitaka ikubebe ikisimama inapata panja. Kitu kikitokea cha kukusaidia kingine kinazuilia. Mtu anatokea akusaidie, anaanguka chini na magonjwa. Leo hii unatoka kwa hiyo jela. Unatoka mahali pa kung'ang'ana, unatoka mahali pa kufungiwa na minyororo, unatoka mahali pa kupimiwa masaa na maisha. Utatoka mahali pa kung'ang'ana. Kila mtu ainue mkono, sema ninatoka. Sema kwa sauti, ninatoka. Sema ninatoka, na sitatoka na umasikini, nitatoka na utajiri. Wana wa Israeli wakazuiliwa na Farao miaka 400. Farao akafikiria amepata watu wa kutumia vibaya, akafikiria amepata watu wa kutengeneza matofali, akafikiria amepata watu wa kujenga mji wa Ramasiza. Lakini wakati wa Bwana walipofika, Musa mtumishi wa Bwana akatokea, akatoka na fimbo ya ukombozi, na Mungu akamtumia Musa akawatoa wana wa Israeli kutoka kwa mikono ya Farao. Leo unatoka, hautoki kwa nguvu zako. Kuna maisha unaachana nayo, hautakuwa ombaomba tena, hautakuwa mtu wa madeni tena, hautakuwa mtu wa kusiniwa maisha. Leo hii kuna nuru inakushukia katikati ya giza ya maisha. Kuna nuru ya Bwana inashuka. Vikabasata rabayata. Ninakuombea Mungu wangu akumbuke maisha yako mzee. Mungu wangu akumbuke maisha yako kijana. Wewe mama umelia kutosha. Leo ni siku ya ukombozi wako. Wamekuroga miaka nenda miaka rudi, kila mara na kila wakati umekuwa uking'ang'ana kwa sababu ya roho ya uchawi. Leo uchawi unavunjwa. Leo mtaona watu wakitapika damu, watu wakitapika madhabahu walizomeza, watu wakitapika vitu walivyokunyishwa. Ikiwa Mungu yu hai na ikiwa Mungu yuko katika madhabahu haya, utaona mambo hujawahi yaona. Wale watu mko nyumbani, nguvu za Bwana zinawatembelea. Kuna mama huko katika kitanda cha magonjwa, nguvu za Bwana zinakushukia. Uvimbe katika tumbo unatoweka. Ninakuombea uguso wa nguvu za Bwana. Kuna mzee ambaye unaishi kwa madawa, ninatangaza kwa jina la Yesu, nguvu za madawa zinaisha nguvu, na Roho wa Bwana anashuka juu yako. Natangaza hautakufa bali utaishi, utangaze wema wa Bwana. Ninakuombea ushindi wa Bwana, ninakuombea baraka ya Bwana, ninakuombea kibali cha Bwana. Kuna familia ambao hauko hapa ndani, lakini uko katika nyumba, unanisikia ukiwa mbali, umekuwa ukiishi maisha ya kilio, kila wakati ni machozi. Hakuna siku umejaa amani, hakuna siku umejaa furaha. Lakini leo hii mambo yanabadilika. Ninakuombea ukiwa nyumbani, maisha yako yanabadilika. Kuna ndugu huko Kisii, nguvu za Bwana zinafika Kisii. Hata sasa ninapoongea, familia imejaa pale, mnasikiza mahubiri haya. Neema ya Bwana inashuka kule Kisii katika jina la Yesu. Nira zinavunjwa, minyororo
inakatika. Maroho ya wachawi na waganga, nguvu za mila na desturi za ukoo ambazo zimekuwa mlango wa chuma mbele yenu, unaondoka katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna watu wanafikiwa na Mungu leo hii na mchana wa leo. Milango ya chuma inavunjika, kila mlango wa chuma unavunjika. Mlango uliokuzuilia kuinuka unavunjika, mlango uliokuzuilia mema unavunjika. Leo ni siku ya kuvunja minyororo ya chuma. Maandiko yanasema kwa ajili ya haya mwana wa Mungu alifunuliwa ili aziangamize na azivunje kazi za shetani. Mchana wa leo Yesu mwana wa Mungu amefunuliwa ili aangamize kazi za shetani. Magonjwa si kazi ya Mungu, laana si kazi ya Mungu, kung'ang'ana si kazi ya Mungu, lakini ni kazi ya shetani. Naye Yesu alifunuliwa aziangamize kazi za shetani. Hautang'ang'ana tena wewe Petero, hautang'ang'ana tena. Petero akiwa jela anangojea kuhukumiwa, hukumu ikasongezwa. Leo hii kuna mambo yataenda kuwa postponed, kuna vitu vinaposponiwa, kuna ajali zinaposponiwa, kuna vifo vinaposponiwa, kuna laana zimekuwa postponed. Maana si alama yako. Alama yako ni ya baraka, wala sio ya manang'ano. Wewe sio mtu wa alama ya vikosi, alama ya kuchukiwa, alama ya rejection. Haitatua tena kwa maisha yako. Ninatangaza ibada hii itakuwa sababu ya kicheko chako. Sababu ya leo, ibada ya leo itakuwa sababu ya ushuhuda wa maisha yako. Ibada ya leo itakuwa sababu ya wewe ufurahie, maana minyororo itaondoka. Ningekuwa wewe ningesimama ningeshangilia, maana ninajua kuna mambo yanatendeka. Ukitoka hapa hautaanza maisha kung'ang'ana tena. Umekuwa mtu wa madeni kutoka Januari mpaka Disemba. Wakati ule unasema mambo yamekuwa sawa, kingine kinaongezewa, au utaongezewa kifungo cha kukaa maisha ya madeni. Ninatangaza mwisho wa kung'ang'ana. Kuna wengine hamna furaha ya maisha, umewekwa kwa jela, uko kwa ndoa lakini unakaa kama uko kwa jela. Leo hii unatoka, una biashara lakini iko chini ya jela, una afya lakini iko chini ya jela ya magonjwa na mateso ya mwili. Leo hii unatoka ndani ya hiyo jela katika jina la Yesu. Hautang'ang'ana tena kama vile Mungu alivyo hai. Nasema hautang'ang'ana tena. Oh, haleluya. Hautang'ang'ana tena. Petero akatoka. Alipotoka, malaika aliyekuwa ametumwa na Mungu kumkomboa Petero hakurudi mbinguni siku hiyo. Malaika aliyekomboa Petero hakurudi siku hiyo. Alikaa tu area, akaongojea opportunity, maana aliyemweka jela ni Herode. Wapendwa, haki muende na ile Revelation na tumalizie pale. Haleluya. Ukisoma mstari wa 20, kifungu cha 12 mstari wa 20, maandiko yanasema, and Herod was highly displeased with them of Tyre and Sidon, but they came with one accord to him, and having made a Blastus the king's chaplain, their friend, desired peace, because their country was nourished by the king's country. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, he sat on his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is voice of a God, and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten
of worms and he gave up the ghost. Malaika wa Bwana akurudi, akaongojea opportunity ya kukutana na huyu Herode ambaye alikuwa ameweka Petero kwa kizuizi. Maandiko yanasema watu wa Tyre na Sidon wakaja pamoja, wakaongea na mtu wa karibu sana wa mfalme, maana nchi zao zilikuwa zinafaidika sana kutokana na utawala wa Herode. Naomba nisomewe na Kiswahili. Bali nisomee kwa Kiswahili. Mstari wa 20. Mstari wa 20 Matendo ya Mitume 12. Aha. Naye Herode alikuwa wakasirikia sana watu wa Tiro na Sidoni. Sikiza hiyo maandiko. Aha. Wakamwendea kwa nia moja. Wakamwendea kwa nia moja. Wakiisha kufanya urafiki na Blasto. Wakiisha kufanya urafiki na Blasto. Mwenye kukitunza chumba cha mfalme. Mwenye kukitunza chumba cha mfalme cha kulalia. Wakati amani. Wakataka amani. Wakataka amani. Kwa maana nchi yao ilipata riziki kwa nchi ya mfalme. Maana nchi yao ilipata riziki kutoka kwa nchi ya mfalme. 21. Basi siku moja iliyopangwa Herode akajivika mavazi ya kifalme. Akaketi katika kiti cha enzi. Akatoa hotuba mbele yao. Angalia, akatoa hotuba mbele yao. 22. Watu wakapiga kelele. Watu wakapiga shangwe na vigelegele. Wakisema ni sauti ya Mungu. Sio sauti ya mwanadamu. 23. Mara malaika. Kila mtu aseme mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu tukufu. Akaliwa na chango akatokwa na roho. Malaika aliyekomboa Petero, kifungu cha 12 mstari wa 7, tunaona nuru ya Bwana ikivunja milango ya chuma, na mstari wa 20 tunaona watu wa Tiro na Sidon wakija pamoja kwa Blasto. Blasto alikuwa ni mtu aliyekuwa anaandaa chumba cha malazi cha mfalme. Tusilale, naomba tusilale. Amen. Kuna mtu amelala, muamshe. Spirit na revelation. Blasto alikuwa amesimamia accommodation room ya malazi ya mfalme. Akataka amani na hawa watu, maana nchi yao ilipata riziki kutoka kwa nchi ya mfalme Herode. Wakatafuta siku ya kupatanishwa. Hiyo siku, kila mtu asikize, Herode akachukua kiti chake cha enzi ama cha ufalme, akalie, akatoa hotuba ya kupatanisha watu wa Tiro na Sidon. Alipoongea tu, watu wakapiga shangwe na vigelegele, wakasema, huyu Herode mfalme wetu aishi milele, ameongea kama sauti ya Mungu. Biblia inasema akumpatia Mungu heshima. Herode akusema sifa kwa Bwana, akapokea sifa za watu, kiburi kikamwingia. Maandiko yanasema malaika wa Bwana akampiga na akaliwa na chango, maana yake akaoza papo hapo na akatokwa na roho. Yule Herode aliyekata Yakobo kwa upanga, yule Herode aliyemweka Petero kwenye jela, na Mungu akamtoa Petero kwa malaika huyo hakurudi mbinguni mpaka akahakikisha adui wa kanisa ameangamizwa. Ninakuombea mchana wa leo, malaika atakayeshuka mchana wa leo hatarudi mbinguni tena kabla hajaua wachawi na waganga wa maisha yako. Huyo malaika atakayekuja kutoa jela arudi tena mbinguni kabla hajamaliza kazi ambayo ametumwa aifanye. Ninakuombea mchana wa leo, usiogope, maana Mungu ni hakimu wa kweli. We have a true judge. Our God is eternal judge. And I want to tell you today, the power of the living God is in the house of God. The angel never went back to heaven until he finished the assignment.
nataka uinue mkono wako mahali huko, nataka nikubariki. Wale mko katika nyumba, nataka niwabariki. Baba, katika jina la Yesu ninatangaza baraka zako. Naomba malaika wako Bwana kashuke katika nyumba za watu wako. Watu wako walio wagonjwa wakapone. Watu wako wanaong'ang'ana na nguvu za giza wakafunguliwa mchana wa leo. Watu wanaofinyiliwa na minyororo, waliofungwa na vikwazo, waliofungwa kwa fitina, waliofungwa kwa maoneo ya adui, natangaza mwisho wa kukaa kwa jela, watoke wafunguliwe katika jina la Yesu. Kila Herode wa maisha yako anahukumiwa mchana wa leo. Herode wa maisha yako anahukumiwa kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana anashuka kupigania. Malaika wa Bwana anashuka kupigania katika jina la Yesu. Ukiwa nyumbani, amini kwamba umepona. Amini kwamba umepokea muujiza wako. Amini kwamba unatoka katika hiyo hali. Amini kwamba ni siku ya ukombozi wako katika jina la Yesu. Usiogope chochote. Baba, ni asante. Wabariki watu wako, wainue katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tushangilie Bwana kwa makofi, makofi mazuri. Wale mko nyumbani, Bwana Yesu awabariki. Ninataka niwaongeleshe mkiwa nyumbani. Uko pale nyumbani, uko na mahitaji, unataka kuombewa, andika tu katika nafasi ya comment, utume your prayer request, na nitaweza kupigia simu na nitaweza kuwasiliana nawe, niombe nawe. Bwana Yesu awabariki. Endeleeni kulike, comment na kushare. God bless you. We love you. Word Power Church Kitengela telecast, Word Power Church and Power TV coming live in your home. In Jesus' name.